Siku ya leo msikilizaji, nimekutengenezea video nzuri kabisa ambayo inaonyesha mwanzo mpaka mwisho utengenezaji wa sabuni ya maji multipurpose liquid soap. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa, hakikisha kwamba una subscribe ili tuwe pamoja katika masomo mengine ambayo yanakuja ili kuhakikisha kwamba wewe unajijengea uwezo wa kuzalisha bidhaa zako. Hatua ya kwanza tunaanza kwa kumimina chumvi, na chumvi ambayo inapaswa kutumika hapo ni chumvi ya mawe. Baada ya kumimina chumvi ya mawe, hatua nyingine ambayo itafuata ni kumimina Siles. Watu wengine hupenda kuita Texapon, lakini jina maarufu zaidi ni Siles au Ungarol. Karibu sana, mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Loudness Enterprises. Kazi yangu kubwa ni kukuletea makala mbalimbali za ubunifu wa kuzalisha bidhaa mbalimbali za viwandani. Zaidi kwa wewe mjasiriamali ambao unaanza, zingatia sana kutumia vipimo katika uzalishaji wa bidhaa zako zote. Sikuishi hapo, nimekuandalia hicho kitabu cha Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu ambacho kitakusaidia na ndani yake kina maarifa mengi ambayo yatakusaidia wewe kuzalisha bidhaa zaidi ya 18 za ujasiriamali. Lakini pia tuna madarasa WhatsApp, utatutext WhatsApp kupitia 0783500971. Narudia 0783500971. Baada ya kuhakikisha kwamba chumvi pamoja na Siles vimeshikamana vizuri, hatua nyingine ambayo itafuata tutaanza kuapply maji au kuweka maji jagi moja baada ya muda fulani. Kwa wale ambao wako katika madarasa yetu wanajifunza mambo mengi sana, ikiwa ni uzalishaji wa sabuni nzuri ambayo ina manukato mazuri yenye uzito, lakini pia sabuni ambayo ina povu jingi zaidi. Kwa tunakoroga, na ukorogaji ambao unapaswa kuzingatiwa hapa ni ukorogaji wa kuelekea upande mmoja. Kwa hiyo usianze kuelekea kushoto afu baadaye tena ukabadili kulia, hapana. Kuna uwezekano mkubwa sana wa kutoa sabuni ambayo haina matokeo mazuri. Kwa kikubwa ambacho unapaswa kuzingatia ni formula, lakini pia ratio ya vipimo ni ya muhimu zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatengeneza sabuni kwa kukadiria na matokeo yake sabuni yake haiwezi kuwa nzito, lakini baada ya muda fulani ile sabuni lazima ijitenge. Kama itajitenga, basi ikifika kwa mteja haiwezi kuchukua muda mrefu, inaharibika au inaoza ile sabuni. Kwa kuna mambo mengi sana ya kuzingatia, pamoja na kuweka preservative kwa ajili ya kutunza sabuni yako ili iweze kukaa muda mrefu pasipo kuharibika au kuoza. Hakuna kitu kibaya msikilizaji kama umeuza sabuni kwa mteja amekuamini, afu baada ya muda tena amekwambia sabuni yako uliyoniuzia iko na shida. Kwa zingatia sana katika uzalishaji wako kuwapatia wateja wako kilicho bora ili waendelee kuwa wateja wako siku zote. Tunachukua maji tena pembeni hapo msikilizaji, tunaendelea kama kawaida na zoezi letu. Hapo tunaweka soda ash. Soda ash light ambayo tunaitumia hapa ni ile soda ash ambayo inatumika pia katika kuzalisha sabuni ya unga. Baada ya kuweka soda ash, tumekoroga, imeyeyuka soda ash, tunaweka sulfonic acid. Lingine ambalo tunapenda kuita hii sulfonic acid, jina lingine wanapenda kuita Labsa. Kwa hiyo ukiona imeandikwa Labsa wala usishangae, ni jina lake la kawaida kabisa, Labsa au sulfonic acid. Hii kazi yake kubwa inatumika katika kutakatisha nguo. Sasa haimaanishi kutakatisha, ni kutakatisha pale unapoitumia. Hapo tutaapply huo mkorogo mdogo kwenye ule mkorogo mkubwa wa mwanzo. Nikizungumzia kutakatisha haimaanishi kwamba uzidishe kwa sababu inatakatisha, hapana. Ikizidi inapausha. Kwa mtu atafua mara ya kwanza, anaona sabuni ya huyu mtu mbona inapausha nguo zangu. Kwa hiyo anaweza akaachana na zile sabuni zako. Kwa baada ya kuunganisha mkorogo, tunaendelea na kukoroga. Ukorogaji ni kuelekea upande mmoja. Zingatia sana formula ambayo unaitumia katika kuzalisha, kwa sababu kuna baadhi ya formula ukitumia kama nilivyokuambia mwanzo, sabuni yako ina uwezekano mkubwa sana wa kujitenga na isitoe matokeo mazuri ambayo yanaridhisha wale wateja wako. Tunakoroga vizuri kabisa. Ukiwa unakoroga sabuni yako, hakikisha kwamba chombo unakitumia kiwe kikubwa zaidi ya idadi ya mkorogo ambao unakoroga. Mfano kama ile jaba pale na lita 60, lakini ukiangalia kama vile limejaa, lakini sabuni haifiki hata lita 50. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hilo jambo. Nikualike kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, subscribe ili wewe wa kwanza usipitwe na madarasa yetu. Hapo tunaweka alkatu. Lakini kwa wewe ambao unataka kufika mbali, kuzalisha bidhaa ambayo ina ubora mzuri, ukipeleka sokoni isikuletee changamoto kwa wateja wako, karibu, tuna madarasa yetu, lakini pia tuna kitabu. Kwa upande wa kitabu, usishauri ikiwa mtu unaanza kuzalisha tu
uchukue kitabu, hapana. Vizuri kitabu kwa yule mtu ambaye tayari anafahamu lakini vipimo vinampa shida, anaweza kutumia kitabu. Lakini ikiwa hukuwahi kabisa kuzalisha, ni muhimu sana ukanitext WhatsApp, then nikakupa taratibu wa kujiunga na madarasa yetu ili na wewe uwe miongoni mwa wajasiriamali ambao wanafanya vizuri. Ujasiriamali ni fursa na ni zaidi ya ajira. Kwa hiyo unaweza kuanza na jaba lako na mti kama hivyo, afu baadaye hatua zingine za mashine zikafuata. Haiwezekani tu ukaanza tu na mashine. Ni muhimu sana kufahamu hizi stage za chini zitakujengea hata uwezo binafsi au zitakutengenezea nidhamu katika ule ukuaji wako. Kwamba nilianza na jaba, nikaanza na mpini wa kukoroga na mwiko, afu mwisho siku nikawa na mashine. Itakutengenezea zile stages endane vizuri zaidi kuliko kuanza juu moja kwa moja au utajua changamoto za huku chini. Kwa baada ya hapo tunaweka perfume, na perfume tafuta kama ninavyokuambia strawberry, lavender, pink passion, lemon, orange na perfume zingine nzuri kama hizo. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi, ni Lordness Enterprises. Karibu subscribe, karibu jipatie nakala yako ya kitabu, karibu uingie katika madarasa yetu ili kujifunza zaidi. Mwisho yote tutaweka citric acid kwa ajili ya kutunza sabuni yetu iweze kuishi muda mrefu. Asante sana kwa kuweza kunifuatilia, nikushukuru sana.